Kwenye sehemu hii ya uchambuzi, nchini Tanzania chama tawala CCM champendekeza makamu mpya wa rais Deogratius Ndejembi. Hii ikiwa ni baada ya Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu nafasi hiyo. Lakini je, wachambuzi wanaangaziaje hatma ya mwanasiasa huyo ambaye pia ametangaza kuachana kabisa na siasa? Tusubiri tuone, lakini ninavyomwangalia mimi namuona kama vile ni kijana bado, na anaweza kuwa na nguvu bado na ushawishi miongoni mwa jamii, na akachukua njia nyingine. Kana sikusikia zaidi, na tutazungukia pia pande nyingine za ulimwengu kukujuza yale yanayojiri huko. Mimi ni Lilian Mtono. Tunaanzia huko nchini Tanzania. Hatua ya mwanasiasa kijana Deogratius Ndejembi kuteuliwa kuwa makamu rais wa Tanzania imepokelewa kwa hisia mseto nchini humo, huku wengi wakiukaribisha uamuzi wa kuleta damu changa katika ngazi ya juu ya uongozi katika taifa hilo. Ndejembi mwenye umri wa miaka 43 amependekezwa na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM kuwa makamu wa rais, akichukua nafasi ya aliyekuwa katika wadhifa huo Balozi Emmanuel Nchimbi aliyejiuzulu na baadaye kufutwa wanachama na chama chake. George Njogopa na mengi zaidi. Makamu wa rais mteule Ndejembi ambaye ni waziri wa nishati anaanza safari ya kuingia katika nafasi ya juu ya uongozi wa nchi akiwa na uzoefu wa mwongo mmoja tu tangu alipojitupa katika siasa za majukwani. Mwaka 2020 Ndejembi alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Chamwino, Dodoma, akiwa na umri wa miaka 37, na kisha baadaye alianza kupanda kwa kuingia serikali kuu, akiteuliwa kama naibu waziri kabla ya kupandishwa kuwa waziri kamili katika wizara kadhaa. Hatua hiyo ilitanguliwa na safari yake ya kwanza alipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya Kongwa iliyoko Dodoma mnamo mwaka 2016. Rekodi zinaonyesha alianza kushika nyadhifa mbalimbali ndani ya chama hicho tawala tangu akiwa kijana, ikiwemo kuwa mwanachama baraza la taifa la umoja wa vijana kuanzia mwaka 2008 hadi 2017. Kabla ya kuingia katika uwanja wa kisiasa, mteule huyo amewahi kupita katika sekta binafsi akifanya kazi katika maeneo kadhaa. Huko ndiko anakotaja kupikwa na kujimarisha katika nyanja nyingine za kisiasa. Makundi ya watu katika sekta binafsi, mbali ya kukaribisha uteuzi wake huo, wanasema ujio wake huenda ukawa daraja linalounganisha sehemu mbili. Saidi ambaye amekuwa katika sekta binafsi kwa miongo kadhaa, anasema mwanasiasa huyo analeta matumaini yanaweza kutafsiriwa kama pande mbili zinazoweza kuzungumza lugha moja. Mara baada ya kupitishwa, ni mtu ambaye anaingia, anayejua lugha, mahitaji na matarajio ya sekta binafsi kukua, zikiwemo policy rafiki, ikiwemo incentives. Wachambuzi wanaunga mkono akitaja rekodi yake serikalini, ujana wake na kutojihusisha na migogoro mikubwa ya kisiasa kuwa miongoni mwa mambo yanaweza kumpa nafasi hiyo. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Hafidhi Kido anasema ujio wa mwanasiasa kijana katika ngazi ya juu ya uongozi ni hatua ya kutambua kwamba katika dunia sasa wanasiasa vijana hawakwepeki. Wanasiasa vijana mara nyingi wanakuwa na matokeo, na hasa katika dunia ambayo sisi tunayo, ambao maendeleo yake yanakwenda kwa kasi. Lakini pia ukumbuke idadi kubwa ya wananchi wa dunia ni vijana kati ya miaka 45 kushika chini. Ndejembi anaingia akiwa na uzoefu serikalini, lakini bila kuwa na mtandao mkubwa wa kisiasa unaonekana wazi nje ya mfumo wa chama. Ili kuthibitishwa, jina la Ndejembi linapaswa kuungwa mkono na bunge la Tanzania kwa kura zaidi ya nusu ya bunge wote. Iwapo jina lake litathibitishwa na bunge, atakuwa miongoni mwa wanasiasa wenye umri mdogo zaidi kuwahi kushika wadhifa huo nchini Tanzania. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Na baada ya kusikia kuhusiana na hayo ya uteuzi, bado tunaiangazia hali ya kisiasa nchini humo, na kukumbusha tu kwamba uteuzi huu wa makamu mpya wa rais unafuatia kujiuzulu kwa Dr. Emmanuel Nchimbi. Nchimbi aliyeshikilia wadhifa huo kwa takriban miezi 9, licha ya kujiuzulu amevuliwa pia wanachama na chama tawala CCM. Ikumbukwe kwamba Nchimbi kabla ya kuwa makamu wa rais alikuwa katibu mkuu wa chama hicho. Sasa hatua hii ya hadi kumfukuza
kukuza chamani inachora picha gani, na hasa linapofika swala la mwanachama kuonyesha misimamo inayoonekana kutofautiana na chama hicho? Nimezungumza na mchambuzi masuala ya siasa na mwandishi wa habari mkongwe nchini humo Jenerali Ulimwengu kutokea jijini Dar es Salaam. Kwa kweli mimi ukiniuliza ni kwamba mimi sielewi hata hiyo dhana ya usaliti inatoka wapi. Maki kusaliti, unasaliti kitu ambacho labda ni nguzo ya imani au ni nguzo ya utendaji, halafu wewe ukafanya kinyume chake. Sasa sioni kama kuna kitu kama hicho katika Chama cha Mapinduzi na miundo mbalimbali ya serikali walioweka. Kuna mambo mengi sana wameshayasaliti wao wote, na kwa hiyo hakuna tena jambo unaweza kusema kwamba hapa huyu anasaliti hiki au anasaliti kile. Kwa hiyo sielewi dhana ya nani msaliti. Wewe unasema huoni huo usaliti, unakiona nini? Ni malumbano ya kisiasa tu, hayana kichwa wala mkia, hayana mahala aliposimama katika itikadi. Basi tu ni kwamba watu wamefikia mahali kwamba kila mtu anataka asikike na kila mtu anataka apate nafasi yake ya kusogelea karibu ya meza, kwa sababu kilichopo hapa ni kula na kula na kula mpaka watu wanapata kuvimbiwa, lakini hamna. Ni kila mtu kugombea tu jinafasi kidogo katika huo mzinga wa asali waweze kupata chochote wanaweza kupata humo ndani, lakini hamna lote la maana. Okay. Kimsingi misimamo ya Dr. Nchimbi imemfikisha hapo, na kwa kuzingatia hilo sasa, Jenerali, na mifano ya wanasiasa kama yeye waliowahi kukumbwa na hatua kali kutokana na misimamo yao, unaiona wapi hatima yake? Sioni ikitupeleka kote, itaturudisha pale pale tulipokuwa siku zote. Na hiyo nasema kwa ni mizunguko na maneno mengi yasiyokuwa na tija yoyote, na itaendelea kama ambavyo ilikuwa ikiendelea siku zote. Hili linaibua wasiwasi gani lakini hasa kwa mwanachama wa kawaida wa CCM, kwa kuzingatia hatua kali kama hizi zinachukuliwa dhidi ya kiongozi ambaye alifika ngazi ya juu kabisa, si tu serikalini lakini pia ndani ya chama? Unaweza kuangalia tu kinadharia ni kwamba mwanachama, kama ni mwanachama ambaye anapenda na kifuata chama chake na anakipenda, atapata mfadhaiko kutokana na haya malumbano kati ya viongozi wake, kwa sababu inaonekana kama hapo pamoja kwa kidogo, na hawezi kutarajia kwamba fanya kazi yoyote ya maana ya kumnufaisha yeye, isipokuwa anatafuta maslahi ya matumbo yao. Na unadhani kweli anatoka kwenye ulingo wa kisiasa kama alivyosema kwenye barua yake ya kujiuzulu, ama unamuona Dr. Nchimbi akichukua mwelekeo mwingine wa kuendeleza harakati zake za kisiasa? Tusubiri tuone, sababu wengi wamesema mambo lakini baadaye wakabadilisha misimamo yao. Lakini ninavyomwangalia mimi namuona kama vile ni kijana bado, na anaweza kuwa na ushawishi miongoni mwa jamii na akachukua njia nyingine. Sasa huwezi ukajua anachukua njia ipi. Kama unajua Tanzania huwezi kufanya siasa mpaka uwe ndani ya chama. Kwa hiyo inabidi ama aunde chama chake mwenyewe, ama inabidi ajiunge na CUF au Chadema au Chauma, ndio mwisho wa njia. Ni mchambuzi wa masuala ya siasa huko nchini Tanzania, lakini pia mwandishi wa habari mkongwe Jenerali Ulimwengu alipozungumza nami muda mfupi uliopita.